Huu ni mwaka wa uchaguzi. Itakapofika Oktoba, wa Tanzania watakuwa na jukumu la kuchagua viongozi wao watakaowaongoza katika miaka mitano. Tunazungumzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini pia watachaguliwa wabunge na madiwani kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kipindi hiki kuna mengi na kila mmoja mdau katika eneo hili ana nafasi yake ya kushiriki kuhakikisha kwamba uchaguzi wenyewe unakwenda salama salmin na kila mmoja anatendewa haki ipasavyo kwenye uchaguzi. Miongoni mwa wadau hao ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini, TAKUKURU, ambao na wenyewe kwa kiwango kikubwa wanashiriki katika michakato mizima ya uchaguzi, kuanzia ndani ya michakato kupata wagombea, lakini hata pale ambapo wagombea sasa wanakwenda kujinadi kwa wananchi ili waweze kuchaguliwa. Kwa sasa wameshaanza kukutana na wadau mbalimbali, walianza na wahariri na leo imekuwa ni zamu ya vyama vya siasa ambavyo pia wamekutana nao kuteta na kila mmoja kwa nafasi yake kueleza kile ambacho wanapaswa kukifanya wakati wa uchaguzi. Hiyo ndio mada yetu ambayo tutakayotupia macho hii leo, nafasi ya TAKUKURU katika kushughulikia rushwa kuelekea uchaguzi mkuu. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika kwenye uchanganuzi kwa siku ya leo. Hapa studio tumemwalika mkurugenzi wa elimu kwa umma kutoka TAKUKURU, Joseph Mwaiselo. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwema? Kwema kabisa. Mambo unasemaje? Tuko vizuri. Ndio. Wengi wanaweza wanajiuliza ni kwa nini mmeanza sasa kuanza kukutana na haya makundi tofauti tofauti katika mwaka huu wa uchaguzi? Asante sana. Asante sana, lakini pia niendelee kushukuru uongozi wa Azam kwa kutupatia fursa ya kuzungumza na Tanzania. Umeanza vizuri kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Na uchaguzi huu ni muhimu sana kwa Tanzania. Ni muhimu kwa sababu ni fursa ya kuchagua viongozi ambao watatekeleza lengo lililo kwenye ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya kuwaletea Watanzania maendeleo bora na endelevu. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lakini tunatambua kwamba rushwa ni kikwazo cha maendeleo. Kwa sababu rushwa ni kikwazo cha maendeleo, sasa sisi taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa tunawajibika kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ili yasijihusishe na vitendo vya rushwa. Na tumeanza na watendaji wa taasisi za serikali ambao zinajihusisha na mambo ya uchaguzi. Tulikutana nao Dodoma, ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 5. Kwa tukajadiliana nafasi zao katika kuhakikisha uchaguzi mkuu wa mwaka huu unafanyika kwa haki na uhuru. Tarehe 10 mwezi wa 4. Mwezi wa 4 ndio. Okay. Tarehe 10 mwezi wa 4. Kwa tukafanya nao mazungumzo pale, majadiliano, ili kila mtu katika nafasi yake aweze kutimiza wajibu wake. Baadaye ndipo jana tukakutana na wahariri wa vyombo vya habari ili tuzungumze nao nafasi yao katika mapambano dhidi ya rushwa wakati wa uchaguzi. Leo tulikuwa na vyama vya siasa, lengo likiwa ni hilo. Tumekuwa na utaratibu wa kukutana na haya makundi kila mara tunapokuwa na uchaguzi. Hata mwaka jana tukiwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa pia tulikutana nao. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunazuia vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi, kwa sababu rushwa ina madhara makubwa katika kuidhoofisha demokrasia yetu. Kwa msingi wa kukutana nao uko hivyo. Ndio. Ukifanya tathmini, ndio, huwa mnakutana mara kadhaa wa kadha. Ndio. Ukifanya tathmini, unaona wanawaelewa ama bado mambo yanakuwa ni yale kila wakati ambako mnakutana nao? Tunapokutana nao, tunaongea nao na sisi tunaamini kabisa wanatuelewa. Tunaamini wanatuelewa kwa sababu kunakuwa na mabadiliko. Okay. Kunakuwa na mabadiliko, na hata tunapokuwa tunatathminiwa kidunia, tunaona kwamba kuna mabadiliko. Kwa mfano, taarifa ya shirika la kimataifa la Transparency International limekuwa likionyesha kwamba tunasonga mbele katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwaka jana tulikuwa na 40%, lakini mwaka huu tumekuwa na 41%. Kwa wanatuelewa. Lakini pia tutambue kwamba tunapambana na rushwa katika maeneo tofauti, sio tu uchaguzi. Kwa hivyo tunapowaambia, tunawaeleza madhara ya rushwa katika jamii kwa ujumla,
lakini pia tunawakumbusha madhara ya rushwa katika uchaguzi. Kwa hivyo kunakuwa na mabadiliko, kwa sababu lengo la uelimishaji ni kubadilisha mitazamo ili Watanzania waweze kuichukia rushwa. Lakini haya makundi tunaokutana nayo wana majukumu makubwa zaidi katika mapambano dhidi ya rushwa kwenye uchaguzi. Ndio maana tunawalenga kuzungumza nao na kuwekea nao mikakati ya namna gani wanaweza kuzuia. Kwa mfano leo tulikuwa na vyama vya siasa. Kwa tunaangalia namna ambavyo vyama vya siasa vina wajibu mkubwa katika kuhakikisha kwamba rushwa katika uchaguzi inapigwa vita, haigubiki, yani ile mifumo ya uchaguzi ndani ya vyama na nje ya vyama haigubiki na rushwa. Kwa ndo msingi wa kukutana na haya makundi mbalimbali. Ndio. Umelenga viongozi wa vyama vya siasa. Ndio. Lakini hao viongozi wakati wa chaguzi za kupatikana kwao mara nyingi tumesikia kukiwa kuna maneno na hata hizo watu wanasema kuna harufu za rushwa na mambo kama hayo. Ndio. Mnaamini hawa ni watu sahihi sana kupeleka ujumbe kwa wananchi ambao wakati mwingine wao ndio wanatumia hizo njia kuweza kuwarubuni wananchi? Ni kweli unachosema, lakini muhimu kutambua kwamba viongozi wanao wajibu mkubwa sana. Kwa hiyo tunawalenga viongozi kwa sababu wanao wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba katika maeneo yao hawajihusishi na vitendo vya rushwa. Huo ndio msingi wa kukutana na viongozi, ili waweze kudhibiti vitendo vya rushwa katika maeneo yao pamoja na wanachama wao. Hatuwezi kwenda kwa wanachama wakati viongozi tukawaacha nje. Wao wanao jukumu la kuhakikisha kwamba wanazingatia masharti ya katiba na sheria katika uongozi wao. Na hata kama wanapatikana katika njia hizo, basi watambue kwamba kupatikana katika njia ambazo ni haramu hakukufanyi kwamba uendelee kuwa haramu, bali kuna kufanya ubadilike ili uweze kuwa kiongozi mzuri zaidi. Turudi kidogo kwenye chaguzi za hivi vyama. Vyama vyote vimeshafanya chaguzi zao kuelekea katika uchaguzi mkuu, wanaanza na chaguzi za ndani kujiimarisha na nini, na hatimaye kuingia kwenye uchaguzi mkuu akiwa na sura yao mpya ya uongozi. Na imekuwa ni matokeo mara nyingi. Ndio. Mara kadhaa kumekuwa kuna hizi tuhuma za uwepo wa rushwa. Ndio. Kama TAKUKURU, nafasi yenu kushughulikia haya mambo yanakuwa ni kwa kiwango kipi na matokeo yake ni yapi? Hasa jamii inaweza ikapata sura ya kwamba sasa hiki chombo chetu kimetufanyia kazi tunayoitaka. Sawa. Ndugu mtangazaji, tunapopokea malalamiko yoyote yale tunayapima katika mizania ya kisheria. Malalamiko tunayoshughulikia sisi yanajikita katika jinai kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunayapima katika sheria, na tukishapokea malalamiko yoyote yale tunaanza kuangalia kama yanaingia katika sheria. Na tunapogundua kwamba mengine haya hayaingii kwenye sheria, basi ndio yale utasikia kwamba malalamiko mengine yamefungwa, yamefanywa kazi lakini yamefungwa kwa sababu ya kukosa ushahidi au kukosa vigezo vya kuingia kwenye sheria. Lakini pia kuna wakati ambapo tunakutana na changamoto ya upatikanaji wa ushahidi wenyewe. Kwamba inaweza ikawa ni jinai lakini hakuna mtu anayetoa ushahidi. Kwa mfano, unakuta kwamba mtu aliyepokea hongo anaulizwa, anasema kwamba sikupokea. Kwa hiyo na hiyo inakuwa ni tatizo. Ndio maana sasa tunawaelimisha wananchi ili wawe wazalendo zaidi. Watambue kwamba kuivumilia rushwa kunawaletea umaskini katika jamii yao, na wasikubali kurubuniwa au kushawishiwa na mtu yoyote ili wasiweze kutoa ushahidi. Lakini wakati mwingine tunapokuta kwamba ushahidi haujakaa vizuri wa kijinai, basi tunawasiliana na vyombo husika ili wachukue hatua, yani mamlaka za nidhamu ambao ni makatibu wakuu. Ndio maana tunakutana na viongozi wa vyama vya siasa ili tuwataarifu kwamba kuna wakati tutawaletea malalamiko ambao mtatakiwa kuchukua hatua. Na ndio maana sasa kwenye kauli mbiu yetu tunaona kwamba swala la kupambana na rushwa ni jukumu la kila mtu. Ni swala la kiongozi wa chama cha siasa, kiongozi na mwanachama. Kwa sababu katika namna nyingine unakuta kwamba malalamiko yanatokea wakati wa uteuzi wa wagombea kwa mfano. Sasa uteuzi wa wagombea unasimamiwa na viongozi wa vyama vya siasa. Kwa hiyo tukiwaelimisha vizuri viongozi wa siasa wakajua wajibu wao, watasimamia vizuri uteuzi wa wagombea wao, na hatimaye tutapata wagombea walio safi ambao hawajihusishi na vitendo vya rushwa. Na tukipata wagombea ambao hawajihusishi na vitendo vya rushwa, maana yake tutapata viongozi ambao hawajihusishi na vitendo vya rushwa, kwa sababu hakuna namna ya kupata uongozi zaidi ya kupitia kwenye chama cha siasa. Tungali sote bado kwenye uchanganuzi hii leo, tukitupia macho nafasi ya TAKUKURU katika utoaji wa elimu ya rushwa, hasa katika hii kipindi hiki
ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Mwaiselo, tumewataja wananchi ambao kwa namna yoyote ile rushwa ikiwepo, wao ndo waathirika moja kwa moja. Inawezekana leo mtu akaja, wakati huu kuna vitu wanaviita takrima, bakshish na mambo ya namna hiyo. Nguvu ya elimu yenu kuwafikia hawa watu ili waweze kutambua kwamba mimi kwa kufanya hiki ambacho leo naweza nikakiona kina thamani kubwa, kinaweza ikawa kina madhara makubwa zaidi katika siku za baadaye, lakini kama ningekikataa kingesaidia kuleta nchi njema na maendeleo ya haraka. Nguvu ipo, na kwa namna pekee ni washukuru sana vyombo vya habari, kwa sababu wamekuwa msaada mkubwa katika kutoa elimu kwa wananchi, kwa maana kwamba kuiwasilisha kwa wananchi. Kama hivi tunavyofanya hapa, tunafanya elimu lakini tunapitia vyombo vya habari. Lakini pia tumekuwa na utaratibu wa kukutana na makundi mbalimbali, kuwaelimisha madhara ya rushwa ili waachane na rushwa. Na tumekuwa na utaratibu pia wa kukutana na vijana. Tumeanza mashuleni kupitia klabu za wapinga rushwa, tunakwenda tunawaelimisha kutambua ubaya wa rushwa, lakini na uzuri wa kuzingatia maadili. Hivi karibuni tumekuwa na makubaliano na Taasisi ya Elimu Tanzania, ambapo tumefanikiwa kuweka maudhui ya rushwa kwenye mitaala ya elimu kuanzia darasa la 3 mpaka vyuo vya ualimu. Hivi karibuni tumekuwa katika mazungumzo kuona kwamba hata kwenye vyuo vikuu somo hili la rushwa liweze kuingizwa ili watu waweze kujua madhara ya rushwa. Sisi tunaamini kwamba kadri tunavyojenga kizazi ambacho kinazingatia maadili, basi tunaelekea kuzuri mahali ambapo tutapata kizazi kisichojihusisha na vitendo vya rushwa. Lakini pia tumekuwa tukiwahimiza viongozi wa dini, na tutakutana nao katika kuhakikisha kwamba wanatumia mimbari zao katika kuhakikisha kwamba wanaupiga vita uovu wa aina yoyote ikiwemo rushwa, ili waumini wao waweze kuwa ni watu wanaozingatia maadili, na hatimaye tuwe na nchi ambayo ina raia walio wazalendo. Lakini hatuishie hapo tu. Tumekuwa na mikakati mingine kupitia vyombo vya habari, kuongea na wazazi. Wazazi waweze kuwalea watoto wao katika namna ambavyo hawajihusishi na vitendo vya rushwa, ili waweze kujua kwamba kizazi kinachokuja kinategemea sana malezi yanayotokana na wazazi wenyewe. Kwa pia wazazi tumekuwa tukiwahimiza ili watambue wajibu wao wa kwamba wanalo jukumu la kulea taifa, na wanalea vipi kupitia watoto wao. Kwa hiyo tumekuwa tukizunguka katika maeneo tofauti tofauti na makundi tofauti tofauti, tukiamini kwamba elimu hii itaweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na taifa lenye maadili. Kwa sababu tusipoweza kufanikiwa kuwa na taifa lenye maadili, si rahisi sana kupata raia ambao ni wazalendo. Kwa sababu nchi yoyote inajengwa na raia walio wazalendo, ambao watatambua umuhimu wa maliasili za nchi kwa ajili ya raia wa Tanzania, lakini utakao kutambua kwamba kila jambo, kila hela ambayo inatolewa na serikali ipo kwa ajili ya kumnufaisha Mtanzania, wala sio kumnufaisha mtu binafsi. Kwa hiyo haya yote tukifanikiwa kuwaelimisha, basi sisi tunaamini Taasisi ya Kuzuia Mapambano ya Rushwa kwamba tutakuwa na taifa lililo imara zaidi katika mapambano dhidi ya rushwa. Ndio. Na bado mimi natazama zaidi kwa wananchi. Ndio. Mmeanza kujenga msingi kwa wanafunzi. Ndio. Hizo clubs za rushwa mmezisimamia na kuzitia nguvu kweli kweli. Na sasa watu wanaona angalau kuna huo mwelekeo. Ndio. Lakini kuna programu gani maalum nyakati hizi ambazo tunaelekea kwenye uchaguzi ambazo zitahusisha jamii kubwa, watu wengi, ukiacha tu kuwafikishia labda viongozi wa dini ama viongozi tu wa siasa ambao wakati mwingine na wenyewe wana mipaka yao, limitation zao za kusema. Sasa pia sisi Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, pamoja na hayo niliyoeleza, lakini tunazo programu mbalimbali ambazo zinasaidia kuwafanya Watanzania wawe pamoja katika kutambua kero wanaokutana nazo katika maisha yao. Hiyo programu ambayo tunaitumia inaitwa TAKUKURU Rafiki. Hii ni programu muhimu sana, kwa sababu inawashirikisha Watanzania katika kuhakikisha kwamba wanaibua kero ambazo zikiachwa zinaweza zikasababisha vitendo vya rushwa, na hatimaye wanazitafutia ufumbuzi ili waweze kuondokana na hizo kero na hatimaye kupata amani na furaha, kwa sababu kuna kero zingine zinawafanya washindwe kupata maendeleo. Kwa mfano, unaweza ukakuta kwamba
kukawa na kero ya maji katika eneo lile. Lakini kupitia TAKUKURU Rafiki wanaweza wakaibua hiyo kero na wakatafuta namna ya kupata ufumbuzi kwa kushirikiana na wadau watoa huduma, kwa mfano kama ni RUWASA au ni DAWASA au ni DAWASCO. Kwa hizi programu imekuwa msaada sana. Sasa hivi kwa mfano tumewahi kuwa na, kwa mfano sasa hivi katika kero ambazo tunazipata mwaka jana, 76% zimeweza kupata ufumbuzi. Sasa huo ufumbuzi unawafanya wananchi waweze kuwa na imani na serikali. Na wanapokuwa na imani na serikali ndipo wanapoongeza uzalendo wa kuipenda nchi yao, kwamba zile kero zao zinaweza kutatuliwa. Na hizi kero zingeachwa zingeweza kuleta vitendo vya rushwa. Mfano, labda dispensary haina mhudumu. Ni rahisi sana vitendo vya rushwa kuwepo pale, lakini serikali ikileta wahudumu inapunguza vile vitendo vya rushwa kwenye eneo lile. Ndivyo ndio maana ya hiyo TAKUKURU Rafiki na ndivyo tunaofanya katika kuondoa kero. Kwa hiyo programu ipo, lakini tunayo programu nyingine inahusika na mambo ya miradi ya maendeleo. Inasema tusirudishane nyuma. Kwa hii tunaongea na makundi tofauti, sawa, na wananchi tofauti ili waweze kumiliki miradi ile inayokuwa kwenye maeneo yao, waweze kuitunza na kuilinda, na waangalie kama kuna aina yoyote ya ubadhirifu unaotokea katika maeneo yale. Kwa hiyo program pia imesaidia sana katika swala la miradi ya maendeleo. Ndio maana sasa hivi kama utakuwa umeangalia hivi karibuni mbio za mwenge wanapopita pale, miradi inayokuwa na kasoro inapungua. Ni kwa sababu sasa wananchi wamehamasika, wanaanza kuisimamia ipasavyo ile miradi ya maendeleo. Kwa zipo program mbalimbali, nyingine ni program ya Longanasi. Longanasi ni pale ambapo tunamtaka mwananchi aweze kuzungumza na TAKUKURU kwa kutumia simu ya bure tu 113. Ili atuambie kuna tatizo gani mahali fulani na kuna tuhuma gani ambazo wanaziona katika vitendo vya rushwa. Kwa haya yote ni kumshirikisha mwananchi ili aweze kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa ni nchi ambayo rushwa haivumiliwi. Ndio. Mwanzoni pale ulisema kwamba shida kubwa huwa mnapokea haya madai. Ndio. Lakini ushahidi unakuwa kikwazo, kwa kuna mengine yanapotea hapo katikati. Ndio. Kwenye hii TAKUKURU Longanasi, huwa wananchi mnawaeleza kwa bwana, unapotuletea shida ya namna hii lazima ufanye 1, 2, 3 ili sasa tupate matokeo ya aina fulani. Tunawataarifu, tunawaambia na kupitia vyombo vya habari, pia tunayo online TAKUKURU TV, lakini pia tuna applications kwa mfano TAKUKURU app ambayo pia wanaleta taarifa kupitia, tunawaambia, tunawapa mrejesho kwamba anatakiwa kufanya 1, 2, 3. Lakini sasa kwenye uchaguzi ni tofauti kidogo, kwamba mtu ambaye analeta malalamiko wakati mwingi unakuta kwamba malalamiko huwa yanafahamika, yani yanafahamika kwamba fulani kalalamika. Kwa hiyo ni rahisi sana upande wa pili kumshawishi yule mtu asiweze kushirikiana na taasisi. Sasa hilo ndio tunaosema kwamba wale wanaotoa taarifa wawe wajasiri kutoa ushahidi, kwa sababu rushwa kwenye uchaguzi ina madhara makubwa sana, kwa sababu ukimpata kiongozi ambaye aliingia kwa njia za rushwa akatoa fedha zake, uwezekano wa kushiriki kwenye maendeleo ya mwananchi ni mdogo sana, kwa sababu wanakuwa na tabia ya kutaka kurejesha zile fedha ambazo walizitumia wakati wa uchaguzi. Kwa mwisho wa siku mwananchi wa kawaida anasahaulika. Kwa ndio maana tunawaambia kwamba rushwa kwenye uchaguzi ni mbaya sana, inatuletea viongozi. Alafu sisi hatuna utaratibu wa kumuita kiongozi kwamba hatujaridhika na utendaji wako. Maana yake tutavumilia maumivu kwa miaka 5. Sasa umaskini wa miaka 5 ni mwingi sana. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba unapoona kwamba kuna mtu anakuletea rushwa, tunatamani sana awe jasiri, kwanza ikatae, lakini anaweza kutoa taarifa pia, asimpigie kura huyo mtu. Kwa sababu kumpigia kura ni kuendekeza urushwa tu. Lakini kama nilivyosema kwamba tusichague viongozi ambao ni wala rushwa, kwa sababu tutakuwa tunachagua umaskini. Tuchague watu ambao ni waadilifu ili tupate maendeleo katika nchi yetu. Ndio. Turejee kwenye mkutano wenu wa leo. Baadhi ya vyama vya siasa vinasema kwamba vinanyosha kidole kwa TAKUKURU, kwamba kuna vitu wanaona kwamba nyie bado hamjashikilia inavyotakiwa, na ndio maana bado kumekuwa na hizo rushwa za hapa. Ni kweli. Ndugu mtangazaji na watazamaji, unajua ni rahisi sana kusema kwamba Bwana Nurdin badilika. Lakini ni ngumu sana kusema mimi nibadilike. Ndio maana mwanadamu amekuwa akimnyoshea kidole mwenzake, kwa sababu yeye anaona kama yeye sio tatizo. Sasa tunapokutana na makundi haya
tunajaribu kuweka dhana ya kwamba sawa, mwanadamu anaweza kaibadilisha dunia, lakini tukumbuke kwamba dunia inakaliwa na watu. Kwa ukianza na wewe kubadilika, dunia itabadilika. Kwa hata tunapoonyeshewa vidole sisi TAKUKURU, lakini bado tunasema kwamba tunahitaji kuwa wamoja ili tubadilike. Tusipobadilika wote sisi hatuwezi kuibadilisha Tanzania. Kwa tunaanza na sisi wenyewe kwamba je, tunao nafasi ya kubadilika? Ndio maana tunakutana makundi. Na hapa ninapozungumza naomba Watanzania wabadilike. Watambue kwamba rushwa si kitu chema, ni kitu kibaya sana. Kwa wakibadilika, yani 3, 4, 5 wakawa hawajihusishi, ni rahisi sana kuwaambia walio majirani zao kwamba usijihusishe na vitendo vya rushwa. Yani kila mmoja awe balozi katika mapambano dhidi ya rushwa, wa kukataa vitendo vya rushwa katika eneo lake na katika hivyo vyama. Kwa hilo jambo wamelisema, lakini tumekubaliana katika majumuisho kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu. Na nafurahi kwamba viongozi wa vyama vya siasa wameibeba hii ajenda. Wamekubali kwamba kuna haja ya kweli kupambana katika vyama vyao. Na mojawapo ya jambo ambalo wamelikubali ni kwamba watasimamia maadili wakati wa kufanya nini? Wakati wa uteuzi wa wagombea. Kwa sababu hata wao wamekubali kwamba hakuna mgombea binafsi ndani ya Tanzania, kila mgombea anatoka kwenye chama. Kwa wamekubali kwamba kila chama kitafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba sheria za nchi zinafuatwa, lakini na wao wanajiwekea utaratibu mzuri katika mapambano dhidi ya rushwa ndani ya vyama. Na tumekubaliana kwamba kuna jambo la msingi sana ambalo linatokea katika wakati wa mchakato, ambalo linatakiwa litokee, la uwazi katika ile michakato. Kupunguza usiri au namna ya kupatikana mgombea kwa namna ambazo hazifahamiki. Kupunguza migogoro katika vyama, kwa sababu migogoro inaweza kusababisha pia vitendo vya rushwa. Kwa sababu majungu yakiwa mengi, basi ni rahisi sana hata mwingine kuamua kutumia vibaya madaraka alionayo. Kwa kimsingi ni kweli wametuambia hivyo, lakini tumekubaliana kwamba ni jukumu letu sote. Ndio. Pale ambapo mnaambiwa TAKUKURU nyie ni watu ambao hamna makali yoyote, mpo tu, hizi kauli huwa zinawaumiza kwa kiwango gani? Sisi zinatufurahisha kwa sababu tunaanza kuona kwamba kumbe Watanzania wanachukia rushwa. Wanataka tuongeze makali zaidi. Kwa ni jambo ambalo ni jema sana. Lakini pia ni kwa sababu yawezekana kuna watu ambao hawajui kwamba taasisi ina makali. Labda ni kwa sababu wakati mwingine wanadhani kwamba mbona tusikii kama mtu amekamatwa si nini. Kimsingi huwa tunakamata, ila sisi tunafanya kimya kimya kwa sababu ya kulinda haki ya yule mtu, kwa sababu katiba inasema huyu mtu mpaka atakapokuwa tiwa hatiani ndipo atakapoonekana kwamba ni mkosaji. Kuna changamoto moja ya kwamba jamii inataka tuanze kutumia mahakama za umma. Lakini nadhani turudi kwenye sheria. Kwenye sheria hakuna mahakama za umma. Ninaposema mahakama za umma ni kwamba tukimtangaza kwamba amekamatwa ni mla rushwa, basi yule mtu atakuwa amehukumiwa na umma kwamba yule ni mla rushwa. Hata akija kuachiwa itaonekana kuna kahonga ndio maana kaachiwa. Lakini kumbe tuzingatie sheria zinasemaje. Itasaidia zaidi katika mapambano dhidi ya rushwa. Na sisi tunaamini, ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji, kwamba mapambano dhidi ya rushwa yanaanzia kwenye fikra. Fikra yako ndio inayokufanya wewe ujiingize katika vitendo vya rushwa, na ni fikra hiyo itakayo kuondoa katika vitendo vya rushwa. Kwa hiyo tusiangalie kwamba mbona fulani hajakamatwa, tuangalie kwamba je, mimi naweza kuhusika katika kutokamatwa? Kwa sababu yawezekana zamu yako ukakamatwa na mwingine asikamatwe kwa sababu taarifa zikutufikia. Kwa mimi muhimu sana naona kwamba sio katika ukali wa hatua tunazochukua, lakini ni elimu tunayoitoa inamsaidia vipi mtu mpaka kubadilika kuwa mtu mwema. Hilo ndio jambo la msingi. Kabla tujamaliza, Moisel, neno lako nini sasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu? TAKUKURU mmekaa mguu sawa kweli kweli ama bado kidogo unayumba yumba? Kwa upande wa TAKUKURU sisi tumekaa mguu sawa, lakini hatujakaa mguu sawa peke yetu. Ila tumekaa mguu sawa pamoja na wananchi. Ukijaribu kufuatilia sana mitazamo ya wananchi wanachukizwa na rushwa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wanashirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa na serikali katika kuhakikisha kwamba rushwa haijitokezi katika uchaguzi. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwamba tuendelee kushirikiana, tuwe wamoja. Huwa siku zote nasema kwamba ukiangalia nembo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna neno umoja. Sasa ule umoja sio wingi wa watu, ni namna ya kufikiri pamoja. Kwa hiyo nadhani ni muhimu sana kwamba tufikiri katika umoja katika kupambana na rushwa.
kama tulivyofanya wakati wa kupambana na Idi Amin, ndivyo hivyo tufanye kwa umoja wetu ili tupambane na huyu nduli ambaye ni rushwa. Kuna mahali fulani niliwahi kuulizwa kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Kiingereza imetumia neno eradicate, yani kutokomeza rushwa. Nikaulizwa, je, kuna uwezekano wa kutokomeza rushwa? Nikamwambia inawezekana kabisa. Wakasema namna gani? Nikamwambia tukiamua. Kwa sisi wa Tanzania tukiamua kwamba hii rushwa tunapambana nayo, mimi na uhakika kabisa inaisha kwenye uchaguzi. Kwa wito wangu tushirikiane, lakini tutambue kwamba kupambana na rushwa ni jukumu la kila mmoja wetu kwa Tanzania, na kila mmoja awe na nafasi ya kumwelimisha mwenzake awe mzalendo kwa nchi hii, kwa sababu bila uzalendo wa nchi hii, nchi itapotea, haitakuwa na maendeleo. Na maendeleo ya nchi ni maendeleo mtu mmoja mmoja. Sasa maendeleo mtu mmoja mmoja ndio hayo tunayoyapigia debe, kwamba kama unataka maendeleo basi chagua kiongozi aliye sahihi ambaye ni mwadilifu, asiyejihusisha na vitendo vya rushwa. Maneno yake Joseph Mwaiselo, mkurugenzi wa elimu kwa umma kutoka Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa hapa nchini TAKUKURU, ambaye tumekuwa naye hii leo. Tulikuwa tukimulika namna ambavyo TAKUKURU wamekaa mguu sawa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, na wameshakutana na wadau ambao wa serikalini wanaosimamia uchaguzi mapema mwezi huu, lakini pia jana walikutana na wahariri wa vyombo vya habari, na leo ilikuwa ni zamu ya vyama vya siasa, lakini pia amesema watakutana pia na viongozi wa dini. Kushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Naam, na kwa nukta ndo nafikia tamati ya Uchanganuzi. Nikutakie tu siku njema ya wafanyakazi duniani. Hapo kesho uadhimishe kwa kufuata taratibu na sheria, usio na matarajio makubwa sana, unaweza ukajikuta taabani. Naitwa Nurdin Selemani, kutakie usiku mwema na kwaheri kwa leo.